Tunawasalimu katika jina la Yesu. Wapendwa watazamaji wa Fire Ministries TV, mnakaribishwa kuipokea kipindi chetu kipendelevu, kipindi nguvu za wokovu, ambacho kinakuwa kabisa kiletwa kwenyu kila siku ya tatu na siku ya sita. Basi leo tena tunakuwa pamoja na nyie kwa ajili ya kuwapeperushia mambo mazuri. Basi moja kwa moja, mtumishi wa Mungu George, mjambo na karibu. Jambo sana bwana journalist. Tunashukuru sana sababu kabisa tena leo tunakuwa pamoja na wewe kwenye mada ya kwetu kabisa. Najua kwetu itakuwa mada nzuri ambayo itakuwa kuwashauria wapendwa watazamaji wa kwetu. Pia tuseme mjakazi wa Mungu Deborah Mpango Chimusa, mjambo na karibu. Asante sana, tumekaribia na tumesalimu wote watazamaji wapendwa. Kwanza tuseme tena tunashukuru sababu kabisa unakuja tena kwa ajili ya kushiriki kwenye mada ya kwetu. Nashukuru sana sababu na mimi nimefurahi tena kuwa hapa. Na kabla tujafungua kurasa ambayo inafuatia, tuseme tukufikishie tu pia salamu za wapendwa watazamaji wa kwetu, sababu kabisa wamesema kwa siku zilizopita kabisa walikuwa kibarikiwa sana na mada ambayo tulikuwa tukiongelea. Sifa zimrudilie Mungu kwa sababu yeye ndiye Bwana wa kazi. Basi tuseme hivi, nini kipi ambacho tena unawaletea wapendwa watazamaji wa kwetu? Wow, leo kabisa tuna mada mazuri sana. Unajua kwa Mungu kila kitu na kila siku ni mpya. Yeah. Kila kitu na kila siku ni mpya. Mada ya leo nasema nguvu za utendaji kazi. Wow, nguvu za utendaji kazi. Yes. Kwanza niseme kwa nini umekusudia leo tuzungumzie nguvu za utendaji kazi? Sababu tuna zile nguvu tofauti ndani ya maisha yetu ambazo tulipewa na Mungu, ni nguvu za utendaji kazi, kwa sababu Mungu mwenyewe hatashuka tena, lakini nguvu hizo ameziresponsabilize watu fulani fulani kwa ajili ya kufanya ile kazi ambayo inadhibitisha ishara na miujiza ndani ya watu wake. Amen. Basi kabla kabisa tujapekua ili kuingia kinaga kwenye mada ya kwetu ya leo, tuseme hizo nguvu ni nguvu gani kwanza? Hizo nguvu ni nguvu za kimungu, nguvu za Mungu wa mbinguni, ama nguvu za Bwana wetu Yesu Kristo, zinatokana na zawadi tulizozipewa na Roho Mtakatifu. Kabisa, sababu kabisa tumeuliza swali hilo sababu wengine unakutana kuwa wakati ambapo wanazusha kasirani ya kwao, ndio wengine kabisa wanaona nguvu za kwao, wengine wanakuwa tuna nguvu za kufanya kazi fulani fulani. Ila tuseme hizo nguvu za Mungu, hizo nguvu za utendaji kazi zinafanya kazi gani ama zinatenda kazi gani? Unajua nguvu za utendaji kazi ziko nyingi sana, sababu hata pale unaposimama ni nguvu za Mungu za utendaji kazi. Yeah. Hata kuzungumza unazungumza ni nguvu za Mungu ambazo zinatenda kazi ndani yako. Sasa nguvu ninazoziongelea ni nguvu za Mungu wa mbinguni, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hizo nguvu zinazodhibitisha ishara na miujiza ndani yetu. Hizo nguvu zinazotupatia neema ya kumjua Kristo kiukweli, zinazotusaidia kuepukana na namna ya hii dunia, ndizo nguvu nazozungumzia. Nguvu zinazoleta wokovu kama emission yetu tunazungumzia. Nguvu za wokovu. Najua nguvu za wokovu zinafanya mambo mengi sana. Yaani kabisa wengine wanakuwa kijiuliza, kwanza kwa nini kipindi hiki tukiite nguvu za wokovu? Tunaziita nguvu za wokovu kwa sababu wokovu ni karama. Yeah. Wokovu si dini mpya inayozaliwa, lakini wokovu ni karama. Wokovu ni nguvu zinazodhibitisha alama na ishara fulani kwa maisha ya mwanadamu. Ya basi tuseme moja kwa moja, ndugu George, hatujui tayari umekwisha kusikia yani machache kabisa ndani ya yale ambayo tutaenda kuyaongelea. Tujui unatarajia nini ngambo yako binafsi? Kuna chunga nisikie gisi bata mama taingia pale kusudi atuexplique mzuri juu ya zile nguvu. Kabisa leo utalishwa kabisa. Njoo niko na chunga nilishwe ya ajabu leo. Basi turudi kwako mchakazi wa Mungu Deborah, mada kabisa ambayo inakuwa ikizungumza juu ya nguvu za utendaji kazi. Yes. Basi kama kwanza tungilisoma neno la Mungu kimakusudi kabisa, twende kinaga.
kwenye mada ya kwetu. Tutasoma neno la Mungu katika kitabu cha Waefeso sura 3 mstari wake ni wa 20 pale kabisa. Tunasoma katika kitabu cha Waefeso sura 3 mstari wake wa 20. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu. Atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu. Yaani ukitukuza mtu, yaani umeona kitu? Ndio. Tunajua? Ndio. Hawezi mtapa mtu na haujaonaga kitu kwake. Ukasema mtu amefanya kitu kizuri, yaani uliona nini? Uliona kitu ambacho amekifanya. Tukisema wenda mwariri wetu anafanyaga kipindi mzuri sana, ukasikiaga mtu anasema mwariri wetu amefanyaga kipindi kizuri, manake alifanya nini? Sababu amefuatilia vipindi vya kwake. Aliona, na ndio maana hapa maandiko nasema atukuzwe. Kutukuza manake ni kusifia. Kutukuza manake ni kutapa. Kutukuza manake ni kuonesha mambo yaliyotendeka ama mambo yaliyofanyika. Sasa wanatuambia atukuzwe yeye aweze kufanya mambo makubwa. Mambo gani? Mambo kabisa ya ajabu. Mambo makubwa ya ajabu. Atukuzwe yeye aweze kufanya mambo makubwa ya ajabu. Mfano, unakuwa na shamba lako umelima, na baada ya kulima ulipanda kilo 1 ya maragi na inatoka kilo 100. Nani kakufanikisha kwenye shamba zako? Mungu ndiye kakufanikisha. Amefanya mambo gani? Amefanya yani mambo ya ajabu. We kazi yako ilikuwa kuweka mbegu wapi? Ilikuwa tu kuweka mbegu ndani ya udongo. Ndani ya udongo. Aliyeshughulika na udongo na mbegu ni nani? Ni Mungu pekee. Sasa amefanya mambo ya ajabu. Lazima tumfanye nini? Lazima kabisa tumtukuze. Lazima tumtukuze. Ulikamata mwanamke ama ukajaliwa neema ya kufanya harusi. Wanasema kwa Kiingereza wedding. Yes. Sasa ukafanya harusi na Mungu kakujalia neema ya kukupea mtoto. We ukapata hiyo neema ya kuweka mbegu kwa tumbo, sababu mwanamke ni ardhi. Mwanamke ni udongo, kazi yake ni kupokea mbegu, na hii mbegu inalelewa kwenye udongo. Sasa ikaanza kukomaa, baada ya kutoka unajikutana uso unakufanana. Nani kafanya vile? Mungu pekee yake. Weka mbegu, aliyebakia na shughulika na mbegu ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu. Kabakia na shughulika na mbegu, kabakia na shughulika na ardhi. Ardhi yani udongo. Sasa wakati unapomwona mtoto wako, unamwambiaga Mungu nini? Unamwambia Mungu asifiwe. Atukuzwe kwa sababu amefanya nini? Amefanya mambo ya ajabu. Mambo ya ajabu. Haleluya. Amen. Ndio maana maandiko nasema atukuzwe yeye aweze kufanya mambo ya ajabu. Jamani, kama Mungu amefanya mambo ya ajabu, lazima tumtukuze. Kama Mungu amekutendea mambo makubwa, lazima uwe tayari kumtukuza. Kwa sababu ukamtukuza Mungu kwa yale aliyoifanya, kesho atafanya zaidi. Lakini ukaficha makubwa aliyokutendea Mungu, anasema huyu mtu hakuagi na tabia ama ukawaida wake si shuhuda na kutangaza matendo makubwa. Unakuja kutana vyako vinaanza kuja polepole, lakini kama unashukuru na unasema unamtukuza Mungu mbele za watu, unamtukuza watu kwenye familia yako, unamtukuza Mungu kwa matendo, unamtukuza Mungu hata kwa sadaka. Amen. Kesho tena Mungu anafanya ya zaidi. Aseme mno kuliko yote tunayoombayo au tuyawazayo. Rudilia tena pale. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu. Mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Yes, atukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo makubwa kuliko yale tuyaombayo, kuliko yale tuyawazayo. Jesus. Sasa kama Mungu anaweza kufanya makubwa kuliko yale unayoyaomba, wenda wewe uko na muomba Mungu akupatie kazi, utakuwa napokea $100 par mois. Yeye anaona $100 par mois haitakutosheleza, anakupa kazi ya $1000.
anafanya mambo makubwa ama mambo madogo? Mambo makubwa sana. Yale mambo makubwa anayoyafanya ni yale unayoyawaza, wala naenda zaidi ya yale unayoyawaza? Anaenda kabisa zaidi. Yani ya yale unayoyawaza. Ndio maana nilikwambia kuna nguvu itendayo kazi kuliko yale tunayoyawaza. Kama mfano, madaktari wanakuambia hivi: wewe ni mgonjwa na magonjwa yako haina tiba. Unasikia? Magonjwa yako haina tiba. Na jinsi magonjwa yako hayana tiba, unastahili sasa kupokea ama uende likizo, repo kunyumba, uikale nyumbani. Baada ya kuikala nyumbani, alafu kama tutakuita tena. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kama tutakuita tena, alafu utakuwa napitaka tu hospitali, tunakuona, lakini ondoka hospitalini. Baada ya kuondoka kwenye hospitali, unaenda chunga nini nyumbani? Unachunga kifo. Unaenda chunga kifo. Alafu siku moja tu unakaa, unashtuka utembeage, unatembea. Unashtuka usimamage, unasimama. Amen. Unashtuka autikisake, unatikisa. Na ndio maana Yesu alimkuta ule mgonjwa kwenye kisima cha Betsaida, akamwambia, mimi sina mtu wa kunitupa birikani. Yesu sana kuyaga ana lazima ya maexplication. Yesu kwake na lazima ya kujifasiri. Yesu akipita rapitaka tu. Hata uliza adresi ya kwenu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hata uliza adresi ya kwenu, hata uliza kwenu namna gani vitu vinaendelea, hata uliza wazazi wako. Ana lazima akuuliza. Unajua wakati Daudi alipata ushindi, walijua babake ya Daudi baada ya Daudi kupata ushindi. Yaani Mungu kwanza alimaliza operation. Baada ya kuopere miracle, alafu baba yake sasa akajulikana. Na ndio maana anatuambia hapa atukuzwe yeye aweze kufanya mambo makubwa kuliko yale tu yawazayo. Wenda huko na wazio utaishia Bukavu. Kumbe utaishia Bukavu. Kumbe utaenda nje ya Bukavu. Wenda unawazio utaenda nje ya Bukavu ndio utafanikiwa. Kumbe Bukavu kuko mafanikio zaidi ya gisu na wazaka. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Njoo Mungu anatuambia, Paulo kunaambia kanisa la Waefeso, yeye aweze kufanya mambo makubwa kuliko yale tuyawazayo na yale tuyaombayo. Kabisa. Basi hapo tena wanasema ya kuwa kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Yaani tunapasha kumtukuza Mungu kwa yale makubwa anakuwa nayafanya. Kwa kadiri ya zile nguvu. Unajua zile nguvu, nilikuambia mwanzo nikasema hivi, nguvu zenyewe zimeshakaa kwetu. Wakati tunakuwa tunaombea wagonjwa wanapona. Ulishagamwona Mungu na macho hapa? Hapana. Mungu hajawahi shuka hapa kwa miguu yake, sababu hakuna mwanaweza presence ya Mungu kwenye kusanyiko. Mungu ashuke hivi. Ile tunaofanya nayo kazi ni nguvu ambayo Mungu ametupatia kwa njia ya nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Yaani ndani yetu mnakuwa permanence ya nguvu itendayo kazi. Haleluya. Amen. Na ndio maana mkitabu ya Waebrania Biblia inasema kwa wanadamu ama kwa watumishi wa Mungu, Mungu ametufanya kuwa miali ya moto. Lakini kwa malaika amewafanya kuwa upepo. Unasikia? Yeah. Amewafanya kuwa upepo, lakini sisi ametufanya kuwa miali ya moto. Yaani hizo nguvu zinazofanya kazi ndani yetu ndizo zinazotukuzwa ndani yake Kristo. Amen, amen. Amen. Kama hizo nguvu zinaweza kuja, tuseme uliuliza ni nguvu gani? Nilikwambia hapa madaktari wanaweza sema magonjwa yako haiwezekani tena. Kuna watu wanaishi makaburini, wanakaa makaburini, hawavai mavazi, wanavichaa. Yaani wanakuwa na mizuka. Hizo nguvu zinazokaa ndani yetu zikitembea kwa maisha ya wale watu, wanafunguliwa. Kuna watu tu Mungu amewaweka na nguvu itokayo mbinguni. Yaani wakati utakuwa unamtafuta Mungu, Mungu hautamwona vina macho, lakini wale Mungu aliowekea nguvu ndani yao, ukiwaona unapata suluhisho ya tatizo lilokusumbua. Amen. Tuseme hivi, sababu kabisa mada ambayo tunakuwa tukizungumzia ni mada ambayo inakuwa ikisema juu ya nguvu za utendaji kazi. Basi hizo nguvu kabisa, sababu tunatafuta watu ambao yani watapokea kabisa uokovu ipasavyo, watu ambao wataamini Mungu jinsi ipasavyo. Basi tuseme
hizo nguvu tunaweza kwanza kuzitia kwenye maisha ya sasa, yani tutoke kabisa ndani ya Biblia na tuzitie kwenye maisha ya sasa, yani watu watatambua namna gani ya kwamba wameona nguvu za Mungu? Watu watatambua kwamba wameona nguvu za Mungu kwa ishara na alama zinazofanyika kupitia kazi ambayo iko inatumikiwa. Ukamaliza ile verse, soma pale ku 21. 21 Biblia inasema hivi: naam, atukuzwe katika kanisa. Atukuzwe ndani ya kanisa. Yaani hizi nguvu zinapaswa fanya kazi wapi? Ndani ya kanisa. Ndani ya kanisa. Kusudi Mungu afanye humu ndani nini? Atukuzwe na katika Kristo Yesu. Ngojea. Leo. Atukuzwe katika kanisa. Manake Mungu anastahili kutukuzwa ndani ya kanisa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani mwetu. Unasikia? Leo. Yaani watu wakija kanisani wakutane nguvu za utendaji kazi ziko tayari kanisani. Sababu kwa leo kama vile ilivyoipasa injili na kazi ya Mungu kutendeka katika kanisa haiko. Huko nakutana watu wanatoka kanisani na shida. Waliingia na shida, wanaondoka kanisani na shida. Lakini hizi nguvu wakiziacha zifanye kazi kanisani, matatizo yatapunguka kanisani. Sababu wanasema atukuzwe katika kanisa kwa kadiri ya kazi itendayo, nguvu itendayo kazi kwenye kanisa. Watu waone Mungu kanisani, watu waone wokovu kanisani, watu waone miujiza kanisani, watu waone ishara kanisani, watu wapokee uponyaji kanisani, watu wafunguliwe kanisani, watu wampende Mungu kanisani. Shuhuda zipitike kanisani kulingana na nguvu itendao kazi. Unajua hizi nguvu wametuambia tutazipata kwa sababu zifaidishe kanisa. Unajua? Ndio. Zifaidishe kanisa. Kama zitafaidisha kanisa, kanisa litapata ushuhuda. Kanisa ni wewe na mimi. Ndio. Kanisa si jengo. Wanaosimama washuhudie njo wana kanisa. Amen, amen. 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 Sasa kama wanatuambia nguvu itendayo kazi katika kanisa na watu wasimame washuhudie, hawezi shuhudia bila ukoona. Ile ushuhuda unaweza shuhudia bila ukoona? Hapana. Ukasema utashuhudia, maana yake ulifanya Umeona? Kama uliomba Mungu unipatie maisha ya amani, nilikuwa mwenye kukosa amani, unapata amani. Baada ya kupata amani utasimama wapi? Utasimama kanisani. Kusudi ufanye nini? Kusudi ushuhudie. Kusudi ushuhudie. Kama hujakuwa na amani utashuhudia kweli? Hawezi kushuhudia. Na unakutanaga wengine kama hawana amani, kama wanapoteza furaha, wana amani, mateso yanapita, wanakuwa na kawaida ya kuikaa nyumbani, wanasema nilijisikia sitaomba sababu roho yangu haiko vizuri. Nilisikia sitaenda kanisani leo kwa sababu sina amani, sina furaha. Sasa ukakaa nyumbani, amani itakukuta nyumbani? Haiwezi kukuta nyumbani. Daudi anasema nilifurahi waliponiambia niende nyumbani mwa Bwana. Sababu ile kuingia nyumbani mwa Bwana inarudishaga furaha. Ile kuingia nyumbani mwa Bwana inarudishaga amani. Kabisa. Neno ya Mungu ikaingia ndani ya mtu hata kulikuwa mafadhaiko ya aina gani. Neno la Mungu likapita na kuingia, linaletaka furaha. Kabisa. Inaletaka amani. Ndio. Ile kukusanyika pamoja na watakatifu, kukusanyika pamoja na wengine inarudishaka amani, inarudishaka furaha. Na ndio maana maombi ya mtu binafsi ni ya mzuri, lakini maombi yenye naletaga furaha na kutia nguvu ni ya ushirika. Amen. Maombi ya pamoja, sababu kiongozi akaongoza anasema tuombee kitu fulani, utakutana mwa ile maongozi yenye kiongozi anapana watu waombee ni jibu ya mahitaji yako. Kabisa. Wakati atapana maongozi waombee kitu fulani, saa yenye watu wataanza ombea lile shida, kumbe lile shida si lao pekee, lakini linakugusa na wewe. Ile kukugusa, watu wakianza omba, wanakusaidia, wanakushika mkono kwa maombi. Amen. Na ndio maana Daudi anasema nilifurahi waliponiambia niende nyumbani mwa Bwana. Unajua furaha ikapotea mtu inapunguzaka hata kumpenda Mungu. Mtu akakosa amani, anajisikia kupunguza safari ya wokovu, inabana sana, unasikia kupungukiwa, hauna tena furaha. Lakini anatuambia Paulo kwa kanisa la Waefeso, atukuzwe yeye aweze kufanya mambo makubwa kuliko yale tu yaombayo na yale tu yawazayo. Nilipotafakari lineno sana, nilijisikia kuishiwa Antoni.
nilijisikia kuishiwa sana, niliona upendo wa Mungu sana kwetu. Kabisa. Kuona kuna mambo madogo yanakuwa yanatusumbua na kututaabisha tukiiombea, kumbe Mungu anatuwazia mambo makubwa. Amen. Amen. Kumbe Mungu anatuwazia mambo makubwa. Unaweza kuwa na hitaji ya kuona vice gouverneur, kumbe Mungu kuna kupangia utaona njoo rais. Amen. Yeah. Hallelujah. Unasema niko na lazima nimuone vice gouverneur, nimwelezee matatizo yangu, nimwelezee shida yangu, nione kama atanisaidia. Wala vice gouverneur kwanza ni wa juu. Nasema nimuone hata député. Député tu wanisaidia nifikishe kwa vice gouverneur. Kumbe Mungu kuna waza mambo makubwa kuliko yale tuyaombayo na yale tuyawazayo. Unakia kutana Mungu anakurusha na kunyangula satai. Anakushusha mnyumba ya kifalme. Unaonana na mfalme. Ukionana na mfalme kweli kabisa utakuwa na hitaji ya kumwona député na vice gouverneur. Hakuna kabisa. Yani hapo umejibiliwa. Nafikiria ukionana na rais anamaliza matatizo yote yenye ulikuwa natuma, ilikuwa nakufanya unamtafuta vice gouverneur. Ndio maana nilipotafakari neno, ndugu mpendwa, ninakushauria kwa siku ya leo ujipatie courage. Kabisa. Jipatie courage kwa sababu Mungu iko na kuwazia mambo makubwa kuliko yale uyawazao na yale uyaombayo. Yes. Tunaweza lia mambo madogo sai, kumbe Mungu iko natarajia mambo makubwa. Siku moja naweza mwambia Mungu, natamani nikisafiri na mimi nione hata voyage, mimi navuka hata frontiere. Nivuke hata boda hapa, niangalie kama nitaingia muinchi jirani hapa. Kumbe Mungu anasema hautaisha tu muinchi jirani, lakini utaenda zaidi ya inchi jirani. Kabisa. Nasikia huko nalilia Mungu, nipe pesa za nyumba ya kupanga, nilipe nyumba ya kupanga sababu mimi nateseka na kukosa makao. Sasa unaanza kumlilia Mungu vile akupatie pesa ya nyumba ya kupanga. Kumbe Mungu anawaza mambo makubwa kuliko yale uyaombayo na yale uyawazayo. Sasa opposite ya nyumba ya kupanga ni nini? Yani hapo kabisa wewe mwenyewe unakuwa mwenye nyumba. Yani kama ulikuwa locataire unakuwa bae. Wow. Njo mambo makubwa kuliko yale tu ya wazayo. Nilikala nikatafakari sana. Asikadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Maana yake tunaweza pata mambo makubwa kulingana na nguvu inayofanya kazi ndani mwetu. Yani kabisa hapa kitu moja nanitia moyo, aseme atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Ndiyo maana kanisa iko na lazima ya kutafuta nguvu za Mungu. Kabisa. Kanisa ikitafuta nguvu za Mungu sana, mashuhuda zitakuwa nyingi sana. Atukuzwe katika Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yake ule ambaye anaeleta sifa, ule ambaye anayetupea shuhuda ni Yesu Kristo. Yani kuna mengine ambayo hata tukayaombea kwa njia gani, tusipomweka Kristo hatutaviona. Kabisa. Anayefungua malango, anayefungua madirisha, anayefungua na kukata kamba zote zinazotutabisha ni Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio maana wanakuambia atukuzwe katika kanisa, atukuzwe katika Kristo Yesu na vizazi hadi vizazi. Manake zile nguvu za utendaji kazi zikiingia ndani yetu, zile nguvu za utendaji kazi zikafanya kazi maisha yetu ndani ya Kristo Yesu. Yani Yesu ndio kuvertir ya zile nguvu. Haleluya. Amen. Yesu ndio kuvertir ya zile nguvu zinazofanya kazi ndani yetu. Haleluya. Aseme hata vizazi na vizazi. Manake generation hadi generation. Zitashuhudia kwa ule ushuhuda wa zile nguvu zinazofanya kazi. Kwa njia gani? Yani we kama uliona utendaji kazi wa kimungu, watoto takaowaza watashuhudia Mungu mwenye wewe uliona na kufanyizia. Kabisa. Kisha wale wajukuu wako wataelezaga kwamba tate yetu ama babu alitufanyiziaka mambo ya ajabu alipomtafuta Mungu. Kama tuko jinsi tuko leo ni kwa sababu babu aliacha nafanya kizazi. Kabisa. Na kizazi alichokifanya leo tunapata shuhuda. Kweli Mungu ni mzuri. Amen. Mungu ni mzuri sana. Ndio maana kwa kumfuata kwetu Mungu na kumtumikia Mungu hatupoteze muda. Si unaona hizi tunekala hapa, kuna wengine wamepoteza pesa saa hizi. Ndio. Nasema ningeenda tafuta pesa, lakini kwa ajili ya Mungu acha kwanza nipeperushe neno la Mungu lifikie wengine. Kabisa. Ili Mungu atukuzwe. Unajua
Hatuwakatalie watu kufanya kazi. Ndio. Sijui kama inaeleweka. Inaeleweka kabisa. Hatuwakatalie watu kufanya kazi, lakini tunawasaidia watu sana waombe na watafute kazi Kabisa. Kwa sababu imeandikwa Mungu atabariki kazi za mikono yetu. Wengi wakishekala kwa maombi hawajuaki kwamba wanaweza enda tafuta. Hata siku moja anga haitapasuka, hata siku moja manjanja haitatoboka wala dali toboke upate makuta. Na unajua hata ukiomba hapa hakuna hata siku moja mana itashuka tena, sababu mana ilishuka limoja, ilishukia wana wa Israeli jangwani. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hizo nguvu za utendaji kazi kama zinashuka kwa maombi na kutafuta, tutapata kazi kabisa. Hizi nguvu za utendaji kazi kwa maombi na kuchumbia na kuchumbiliwa, tutapata harusi kabisa. Hizi nguvu za utendaji kazi kwa kuomba, tutapata watoto. Haleluya. Sababu nguvu za utendaji kazi kwenye kuko limite inabomolaka limite. Amen. Inakuwaka na pasula njia kwenye hakuna njia. Nguvu za utendaji kazi, nguvu za utendaji kazi zinakuwa zinatengeneza mtu mwenye aungelijuaka kama tatengemana, unamkuta anatengenezewa. Unakutana nguvu za utendaji kazi zikiingia kwa familia fulani, kama ilikuwa familia yenye ilikuwa na sofu sana, ilikuwa nyuma ya watu wote, unakutana nguvu za utendaji kazi sababu hazina baria zikaingia, unakutana inafanya kazi. Unajua Mungu atumoni, tuna believe kwa imani, tuna believe kwa imani, lakini hata Mungu akionekana kwamba iko mbali nasi kwa kimwili, lakini kiroho ninakwambia kwamba Mungu yuko karibu yetu. Amen. Kwa sababu zile nguvu zinazofanya kazi ndani yetu zinatuonyesha kwamba Mungu yuko karibu yetu. Na unajua kuna watu wanaweza kuwa mbali na wewe, lakini kwa ajili ya Mungu na hizo nguvu za utendaji kazi, Mungu atawasogeza karibu yako. Waingereza wanasema the distance is not barrier. Unasikia? Yeah. The distance is not a barrier. Yani distance haiti kabisa barrier, haiko barrier, ili tusione utukufu wa Mungu wala tusione mtu ambaye Mungu alikuwa anamweka kwa macho yetu. Kuna mtu ambaye huwezi kuwa naye kimwili hivi ama muonane hivi face to face. Katika roho Mungu anakuwa amepanga, sababu kuna nguvu ya utendaji kazi imeanza kumtafuta mtu kuja karibu yako. Haleluya. Unajua kinachotuletea vitu kutoka mbali ni zile nguvu za Mungu za utendaji kazi. Usionake kitu kamate, kila kitu tusione kamata. Hakuna hazari kwa Mungu. Unasikia? Hakuna hazari kwa Mungu. Siku naonana na mtu fulani ama unakutana na mtu fulani anakuwa baraka kwako, Mungu haizi mleta bure. Na kudunia kwa taifa lako, kila mtu duniani anakuja na malengo ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kila mtu duniani anakuja na malengo ya Mungu. Kila mtu duniani anakuja kwa mpangilio wa Mungu. Kila mtu duniani anakuja kwa mawazo ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kama atakuja kwa mawazo ya Mungu, yani ukakutana na mtu, usimwachage mtu bure, kwa sababu kila mtu iko na kitu Mungu. Oh my God. Yes. Kila mtu iko na kitu Mungu alimuumba nacho. Unajua unaweza kuwa haukukutana na mtu kwa masomo, unakutana na mtu mkubwa kwa karama. Amen. Sababu Biblia inasema karama ya mtu inamsogeza karibu na wafalme na inamketisha karibu na wafalme na inamkulisha meza moja na wafalme. Amen. Yeah. Unasikia? Ndio. Karama ya mtu inakusogeza karibu na wafalme, inakuketisha meza moja na wafalme, inakukulisha sahani moja na wafalme. Unaweza kuwa haukukuwa na karama, masomo yako inakusogeza karibu na watu wakubwa. Kabisa. Inaweza kuwa hauna masomo, pesa zako zinakusogeza karibu na wakubwa. Yes. Yani tunakaa duniani, lakini kila mtu iko na mambo makubwa Mungu aliyoiweka ndani yake kadiri na nguvu zifanyazo kazi ndani ya mtu. Kabisa. Ila niseme hivi, sababu kabisa unagundua kuwa kabisa kisasa, yani mnamo siku ambazo kabisa tunaishi leo, wengine hawatazamia kabisa hizo nguvu za Kristo, hawatazamia kabisa hizo nguvu za Mungu. Ndio kwa maana wanakutana tayari, wengine wanaanza kutegemea yani mambo ya nguvu za giza, wengine wanaenda kutafuta ibilisi, sababu hawaamini kabisa kupitia hizo nguvu. Yani tuseme hivi, hizo nguvu zinalenga watu wa aina gani? Hizo nguvu, unajua kwanza
Hizo nguvu ya kwanza nilikuambia ni nguvu za utendaji kazi. Nguvu za utendaji kazi, tukiangalia hizo nguvu za utendaji kazi zinawalenga watu kwa njia ya wokovu. Zinakulenga kwa njia ya wokovu, zinakuleta, zinakutengeneza, zinakupamba, zinakupa discipline. Unasikia? Yaani hizi nguvu hazisemi kwamba zinalenga mtu fulani. Sababu wokovu si dini mpya. Wokovu haichagui mtu. Wokovu ikakufikia na kufikia, una siku yako, saa yako na muda yako. Mungu akisema ile saa inafika, hata uende wapi hawezi ponyoka. Na ndio maana mimi nafundishaga hivi, nasema hivi, hauwezi sema ulimkimbia Mungu. Abakimbiagi Mungu. Eti nimemkimbia Mungu, nimemkimbia Kristo sababu nimechoka na vitu vyake. Hauwezi kimbia yeye, sababu akitaka kukubana atakubana saa yoyote, hakuna kutamkimbilia. Hauwezi sema haumtaki Yesu. Ukisema umtaki Yesu, Yesu njoo achakutaka. Sababu iko nguvu sema umtaki Yesu. Yesu hauwezi shindwa kumtaka kwa sababu yeye njoo hajakutaka. Wakati anakutaka atakunasa tu. Hapo ndo shida inakuwa. Wewe ulikuwa wapi? Si ulikuwa mbali? Ndio. Na wewe ulikuwa mbali. Mlijikuta je kanisani? Hapo mlijikuta mnafikaje hapa? Hapo ndo hatuwezi kabisa kufahamu kwa ajili ya kueleza. Ndio maana huwezi sema kwamba ulimkimbia Yesu. Sababu hauwezi kumkimbilia fasi. Ukienda kwenye chini ya maji, ukishuka chini ya maji, utamkuta amelinda samaki huko. Sasa kama amelinda samaki atashindwa kukunasa? Hawezi shindwa kunasa kabisa. Ukisema utapanda kwenye ndege, anga yote iko kwa mikono ya nani? Iko kwa mikono ya Yesu. Ukisema utaenda kwa gari, barabara iko kwa mikono ya nani? Barabara ni yake. Ukisema utajenga kitanda ukae kule, pumzi yako iko kwa mikono ya nani? Yeye ndo mwenyezi wa yote. Sasa kwa taarifa lako, ukisema utapanda kwa kitanda ujifiche kitandani, Biblia inamuita ni mti wa uzima, yani anamiliki miti yote. Ukisema utashuka majini, Biblia inamuita yeye ni maji ya uzima, yani anamiliki maji. Ukisema utaenda utapanda juu ya anga, anga yote iko kwa vitanga vya mikono yake. Hakuna kwa kumkimbilia. Njoo maana mtu akisema nitamkimbia Yesu, maana yake Yesu hajataka akubali. Wakati utanaswa tu, utaingia kwenye wavu, utarudia huko. Amen. Kabisa. Basi mpenda mtazamaji wa kwetu, twende moja kwa moja kwa fundi mitambo wa kwetu kabisa, yule ambaye anakuwa akitupeperusha angani kimakusudi akupatie kitu, sababu utagundua kwa kabisa mnamo siku ziliisha hapa usoni tumetuma kabisa wapasha habari wa kwetu kimakusudi waende wakakuletea ni kitu kabisa ambacho kitakuwa kikikuonesha namna gani ambacho, sababu kipindi cha kwetu ni nguvu za wokovu, namna gani ambayo kabisa wokovu unakuwa ukipitika, namna gani ambayo kabisa watu wanakuwa wakipokea hiyo wokovu. Na hapo mwanzoni kabisa tumetembelea kituo ya Fire Ministries ambayo inapatikana mji mkuu wa Bukavu. Basi moja kwa moja fundi mtambo wa kwetu ataenda kabisa kupatia nini ambacho kilikuwa kipitikana kwenye Fire Ministries kwa ajili ya wokovu. Basi shukrani sana, sababu kabisa mnakuwa wengi, mnazidi kabisa kuifuatilia vipindi vya kwetu, mnazidi kabisa kuifuatilia kipindi chenu. Basi hayo ambayo unatoka kabisa kuitegea sikio yao kabisa, ambayo unatoka kuitazamia hapo, ilikuwa machache tu kabisa katika yale ambayo inakuwa ikipitika kwa Fire Ministries. Basi mtumishi wa Mungu Deborah, tuseme kwanza, umejisikia namna gani wakati ambapo channel ya kwetu ya TV imekutembelea kwenye kituo cha kwako? Nasikia salama sana, nasikia vizuri kweli ninapozitafakari kwanza roho za watu wengi ambao ziko zinaendelea kupona kupitia kipindi hiki. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Kwanza tuseme pia ya kuwa kabisa tumegundua yani siri ya hizo nguvu ya hizo nguvu za wokovu, yani kabisa hapo ndipo tumeiona kabisa kwa kituo cha Fire Ministries, nguvu za utendaji kazi za Mungu wetu, nguvu kabisa za utendaji kazi za Yesu Kristo. Yani unaweza kabisa kutufafanulia machache ndani ya hayo kabisa ambayo tunatoka kuifuatilia hapo? Siwezi kosa kuifafanua kwa sababu wokovu ni kitu cha muhimu sana. Bisa. Wokovu ni kitu cha muhimu sababu hatufurahie tu wokovu kwa sababu tutapata vitu vya mwili. Wokovu inatupatia na vitu vya roho na inatutengeneza nje na ndani. Kitu cha kwanza wokovu inachokileta kwetu ni discipline. Sijui unaelewa discipline? Ndio. Inatupatia discipline
na ya pili inatupatia matumaini. Najua Ndio. wokovu inatupatia matumaini, na kingine wokovu inatutengenezea maisha. Wokovu inatutengenezea maisha, wokovu inatupatia relation za mzuri, inatuletea watu ambao hatukuwazia kukutana nao kwa maisha, inatufanya kuwa masujaa. Najua inatufanya kuwa masujaa. Wokovu inatupatia kujizuia kwa mambo mengi, inatupatia marafiki wazuri, inatuletea jamii takatifu. Wokovu inaondoa kila kitu ambacho kinaweza kututenga na Mungu na kutupotezea siri za ufalme. Unajua, wokovu inatupatia kuzijua siri zinazokuwa, siri zilizopita na zitakazokuja. Wokovu inatupatia assurance ya maisha. Wokovu inatupatia mwelekeo wa maisha. Wokovu inatujulisha siri za mahali tutakapokwenda. My God. Yes. Wokovu inatujulisha kwamba hata tukakosa mambo mengine hivi, tumekuwa na tumaini ndani yake, tutavipata tu, kwa sababu vyote viko kwa mikono ya Baba yetu Kabisa. Wokovu imetuletea shirika nzuri na Mungu, shirika nzuri na watu. Tumepata kipawa wala zawadi za Roho Mtakatifu kupitia wokovu. Tumepata zawadi ambazo familia zetu wala jamaa zetu hazingeliweza kutupatia. Antoni, tuko na intere ya kubana wokovu. Kabisa. Tuko na intere ya kumbana Mungu, kwa sababu hatungeliokoka kwa miaka kadhaa iliyopita. Ungelikala utafakari kama uko wapi kwa mwaka ama miaka Mungu aliokokoa. Wakati utaikala mwenyewe uanze kutafakari, ningelikuwa wapi kwa maisha yanayotokea ndani, kama sai niko wapi. Ukatafakari pase yako, ikuoneshe sasa present yako leo ungekuwa wapi. Kama uko wapi, ungekuwa wapi saizi? Kama ni matopeni kabisa. Kama ungekula meza moja na nguruwe Kabisa. ungelichangia meza moja na nguruwe. Ndio maana nguvu zitendazo kazi ndani yetu ni hizo nguvu za wokovu, na tukasema wokovu tunamwona Kristo. Yaani niseme hivi, sababu kabisa wakati ambapo tumewatuma kabisa wapasha habari wa channel ya kwetu, wametufahamisha kabisa mambo mengi. Miongoni mwa hayo kabisa tunatoka kuyatazamia mambo fulani fulani, ila tuseme hivi, hao watu ambao wanatoka hapo kupokea uponyaji, hao watu wapo kabisa ambao wanatoka kupokea hizo nguvu za Bwana, ni watu ambao walikuwa tu wakiishi kanisani, ni watu ambao walikuwa wakitokea nje ya kanisa, ama ilikuwaje? Unajua, uponyaji ya Mungu ama nguvu za Mungu hazina baria, hazina barriere. Mungu akitaka pita na pitaka. Mungu akitaka kukuvizite anakuvizite. Unaona kusanyiko, tukisema hema, hema ni hili. Hema ni mahali ambapo Mungu aliambia Waisraeli wajenge, mahali ambapo watakuwa wanakutanana na Mungu. Wakikwambia hema, hema imejengwa na mikono ya wanadamu. Wakikwambia hekalu, ni mwili wako. Temple ni mwili wako. Tent ni nini? Ni ili jengo ambalo limejengwa. Sasa kama watu wanaweza ingia kanisani, tumekutana na wengi, na niliwafundisha hapa siku zilizopita, nikawaambia hivi, kuna mtu mmoja alikuwa mtu mkubwa sana mwenye cheo, aliandaa sherehe na akawaita waalikwa wa heshima sana kama yeye. Cha kushangaza ni kwamba muda ukafika, waalikwa hawakufika. Akawatuma wafanyakazi, enendeni mahali pote barabarani, kwenye mitaa, mtakutana watu wote wale mtakaokutana, muwaite, mseme mfalme amewaita.
Wakaingia barabarani, wakawakuta watu na kuanza kuwakusanya. Mulikuwa makahaba, mulikuwa wachawi, mulikuwa walozi, mulikuwa wa maibobo, mulikuwa watu wa kila aina. Sasa walipoingia kwenye sherehe, wakajikutana wamekaa kwenye viti vya mbele, hawastahili. Sasa inamaanisha nini? Inamaanisha tulipokuja kwa Yesu, tulikuja kisituko. Kila mtu alikuja na hali yake. Mtu atengeneze wake nje ya kambi, anatengenezwa ndani ya kambi. Tunaweza ingia sote kambini na tunakaa kwenye kambi, lakini sote hatujatengenezwa. Kuna yule atatengenezwa lundi, kuna yule atatengenezwa mardi, kuna yule atatengenezwa mercredi, kuna yule atatengenezwa jeudi, vendredi, samedi mpaka dimanche. Wenda kuna yule atatengenezwa baada ya mwezi mmoja ama miezi miwili ama miezi mitatu. Na ndio maana unauliza, unasema eski wale watu jinsi tunaingia sote kanisani kweli kabisa tunaweza kuwa sawa? Hatuwezi okokea siku moja. Kuna mtu anaweza kaa kanisani miaka 10 na hajaokoka, na Mungu anampenda na Mungu anamjua, lakini hajaokoka. Siku kura sasa itamwangukia, Mungu alisemaka leo ndio siku yako, anaokoka. Yaani kabisa tuseme uangaliki na endelea kufuatilia vipindi vya kwetu, sababu ni nguvu za wokovu. Sababu ni nguvu za wokovu. Sasa sisi kipindi chetu nguvu za wokovu hazina mwisho. Kabisa. Yaani kila siku yani kabisa tunakuwa tukiwatisha watu wataokoka. Kabisa. Saa hizi tunaongea hapa kuna watu wameokoka. Amen. Baada ya kumaliza hapa watu wataokoka. Kabisa. Tukiondoka hapa watu wataokoka. Kabisa. Kesho watu wataokoka. Deo. Na ndio maana kwa habari za nguvu za wokovu tuko na intere ya kuombea familia zetu. Mungu aendelee kutembea. Hata umewaona wameingia kanisani, lazima kuwaombea Mungu aendelee na wasaidia wapondekane. Sababu kuna tofauti ya kutubu na kuokoka. Amen. Ukakutanana na mtu aliyeokoka una shida. Lakini ukakutanana na mtu aliyetubu una neema. Kabisa. Yaani tufafanulie hapo kidogo, yani uweke kabisa mwangaza, sababu kutubu, kuokoka, yani ni vitu mbili kabisa ambavyo vinaachana. Sasa mtu atagundua namna gani yule ambaye ametubu na mtu atagundua namna gani yule ambaye wale waokovu wanaosema wameokoka wakikaa kanisani utamtambua kwa namna yake ya kukua. Inja anasema mimi nimeokoka. Nimeokoka. Kuokoka yani ni kutoka sehemu fulani unaenda sehemu nyingine. Yani umeokolewa kwa shida ama kutoka shimoni na kuingia kando. Si vile? Yeah. Sasa ukamkuta yule mtu ametoka shimoni na alikuja na vyake vyote. Anakaa kanisani, una shida. Lakini ukakutanana na mtu aliyetubu. Mtu aliyetubu akaacha vyote. Yani ameokoka na ametubu. Lakini yule aliyeokoka na hajatubu ni matatizo. Kabisa. Unaelewa? Ndio. Kuna mtu aliyeokoka lakini hajatubu. Na kuna yule aliyeokoka na akatubu. Yeah. Taka sana kukutana na mtu aliyeokoka na akatubu. Sababu ni neema. Kuliko kukutanana na mtu aliyetubu na kabakilia pale. Aliyeokoka na kabakilia pale. Kabisa. Yani twende moja kama vinaeleweka. Hapo kabisa inaeleweka sana. Yani twende kabisa moja kwa moja kwa mtumishi wa Mungu Josh. Lakini acha nikuulize. Ndio. Wewe uko miongoni mwa watu gani? Sisi tupo kabisa miongoni. Sikuuliza kwa wingi. Ndio. Na kuuliza. Yani mimi umeokoka ama umetubu? Bon, yani kabisa kwa ngambo yangu binafsi niseme ya kuwa kwa saa kama na hizi nimetubu. Umetubu. Kwa sababu gani niseme ya kuwa nimetubu? Sababu nimeokoka. Kwa nini niseme nimeokoka? Sababu nilikuwa na wazo ya kuwa nimesha tayari kutubu. Ila wakati ambapo nimezifuatilia sana, yani tumechambua kabisa mada hapo, nikagundua ya kuwa hapo kabisa sijatubu. Wow. Lazima. Hapo kabisa sijatubu, sababu kutubu ni kutubu kabisa yote, yani unahakikisha yote umetubu na unaacha. Ni kama mtu ameondoka kwenye nyumba fulani na hautarudiaka tena. Na alipoondoka huko vyote akaacha tabia yote ya ile nyumba na fujo yote walimjua kwa ile quartier na akaacha kila kitu. Yeah. Lakini akiondoka na anapeleka tabia za huko na mila ya huko na desturi za huko anaenda tena. Hajatubu. Hajatubu. Unaona sisi tuliokoka na kutubu. Yeah.
mila zetu, desturi zetu zinafanana tutakapokwenda. Unajua Waamerika wana kitu fulani hivi. Amerika kabla hujaenda kwao, wanafanyisha mtu interview sana, wanakufanyisha interview, unafanya interview yani mpaka unachoka. Kwenda Amerika kama una roho uvumilivu, unaweza vunja safari yako. Sasa baada ya ile wanakutoshea kitu inaitiwa pay. Pay kishatoka wanakufanya check up. Alafu wanakupea madawa, unaanza uhakikishe uchafu yote ya Afrika hapo umetokea, inabakia Afrika. Sasa utakapokwenda kule ujiadapte kuhewa ya kule, karaktere ya kule, comportement kule na sante yabo, uhakikishe unaanza kuipokea kabla hujaondoka. Yani malaria, unaacha fievre typhoid, sababu haviko Amerika. Nakutana mambo mengine, umaskini naleta magonjwa mazito kama kichwa kuuma. Huko kuna magonjwa ya bei sana, ambao ni zaidi na hizi magonjwa za uchafu huko. Sasa na sisi waenda mbinguni wametuambia tusiibe, wametuambia tusiseme uongo, wametuambia tusizini, wametuambia tusigombane, tusisemeane neno la uongo, tusiwe na mastaka na mtu, tusiwe na vurugo na mtu, yani maisha matakatifu. Wengine wanasema duniani hakuna watakatifu. Duniani kwa watakatifu. Alafu sasa Yesu akija atabeba wanani? Watakatifu, wala atapeleka wale ambao si watakatifu? Yesu atapeleka watakatifu. Atapeleka watakatifu. Ndio. Kama atapeleka watakatifu, maana yake watakatifu wako hapa duniani. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ani inanipatia tumaini sana. Sababu Biblia inasema msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi, sababu nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningeliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Kabisa. Ili mahali nitakapokuwa mimi na nyinyi mwepo. Kabisa. Amen. Yani kabisa sisi tuko destiny, yani kabisa sisi tumelengwa. Yani sisi ndio wale ambao kabisa wameenda tafutiwa nafasi na Mungu. Jamani, sisi ni wasafiri, wapitaji na wageni duniani. Kabisa. Tunakwenda kwetu. Ndio. Hapa kwenye tuko tunaikala musal d'attente. Kabisa. Tuko tunachunga vole ifiki ituchukue na kwenda kwetu. Yani tuseme kabisa ni ole sana kwa yule ambaye hataenda. Yani kama kunaweza kuwa kitu ambacho ni zaidi ya ole, ungeliongea. Sababu kukosa uzima wa milele ni shida sana kabisa. Afadhali usingelizaliwa. Kule tutapumzika sababu hakuna kulia, hakuna kugonjwa, hakuna njaa, hakuna masumbuko, hakuna kulipa masomo. Kule ni raha na raha ya milele. Ukaikosa ile soiree utakulipoteza vitu vingi sana. Yani twende moja kwa moja kwa ndugu Joe, tuseme hivi, turudi nyuma kidogo, tuseme yani kwako wewe binafsi umeokoka ama umetubu? Umetubu na ukaokoka? Mimi nimetubu na nikaokoka. Kabisa. Yani kupitia yale ambayo tunatoka kabisa kuyazungumzia hapo, najua ya kuwa umeifuatilia kabisa picha ambayo tunatoka kuionyesha pale, umeifuatilia kabisa nusu ya yale ambayo kabisa imeletwa na mpasha habari wa kwetu kabisa, yale ambayo ilikuwa ikipitikana kwa Fire Ministries. Yani maoni yako ni gani kuhusu hiyo ambayo kabisa tunatoka kuwaonesha wapendwa watazamaji wetu hapo? Ile yenye na mimi naona pale, saksi na mpendwa mtazamaji naye anaona, ile ndio wanaitaka nguvu za wokovu. Haleluya. Mwenye tu anaweza kufanya vile ni Mungu yeye pekee tu, hapana mwanadamu. Kabisa. Yani kabisa tuseme hao watu wana hiyo faida ya kuitafuta hizo nguvu za Mungu. Ile yenye tunaona kunapita pale ni ufungulivu. Ufungulivu ile ni Mungu ndio anafungua. Unaona, uliuliza nani ulizo moja ukasema kwa nini watu wanaenda tafuta madawa ili wafanye vitu vya, ni wengine kabisa wanakuwa wakinyori, wanaenda mbali na hizo nguvu za Mungu. Hawajiamini. Cha kwanza hawajiamini, cha pili wanapupa ya maisha. Cha tatu wanataka kuinfluence watu. Nguvu za utendaji kazi zinajipasulia njia na hazina mashurti. Hazina shurti. Najua
karama ya Mungu ikikuja inajipasulia njia, inajitetea. Hauwezi zuia karama. Ni kama manabii, hauwezi zuia nabii. Nabii ukamkataa hapa, hata kuvilaji watamuitika. Kama alikuwa nabii wa Mungu. Ndio. Na unajua zile utumishi ama zile miujiza wala zile ishara wala zile nguvu fake zinakuwa na mwisho wake. Unakutana mtu alipanda alafu nafikia kipindi kingine anashuka, anaisha. Ile ilikuwa fake. Lakini ya kutoka kwa Baba haishi. Sababu inaongeza kanisa na inasaidia watu kutengenezwa na siku moja wamuone Mungu. Unaona kama karama ya unabii. Karama ya unabii haisaidiwi sana kwa waliookoka tu. Ndio. Inasaidia kabisa watu wote. Inasaidia watu wote, hata wapagani. Hata wapagani. Karama ya unabii inawasaidia hata wale wanaogusa matambiko na mila Kabisa. na desturi. Inawasaidia kwa sababu Mungu anatuma manabii wende waambie wale waokoke. Waambie wale watoke kwenye njia mbaya. Ndio. Baada ya kuwafundisha na kuwapa neno la ukweli, wanaokoka. Neno la unabii likashuka kwenye kusanyiko na mikutano, linalenga sana wageni. Linalenga wageni. Ndio. Yes. Neno la unabii linalengaga sana wageni. Watu watabiri ili wageni wakifika kwenye kusanyiko wasikie kwamba Mungu uko pale na Mungu anaweza kuwasoma na maneno yao yanajulikana na hawakuiambia mtu. Kabisa. Washuke wamwabudu Mungu na wamuinue Mungu, waseme kweli Mungu anasemaga na Mungu anafanya. Ndio. Naona mfano kijana mmoja alikuja hapa, ameshaingia kwa kwaya. Ndio. Amepata unabii hapa, amepata ujumbe hapa. Sasa ameokoka. Yeah. Na ameingia kwenye kwaya na ameanza kuwaleta wengine. Kabisa. Kwa sababu alikuwa mgeni na hilo neno lilimlenga. Mlenga kabisa. Baada ya kumshikilia limemfanya kupata wokovu ya kweli na ameingia kwenye kwaya. Kabisa. Naona ndio maana kama zile fake ziko na kweli, kwa sababu kama kuna $4 kuko na $3. Amen. Kabisa. Yaani tuseme hivi, ndugu George, unakuwa kiongozi wa vijana. Yaani nini ambayo unaweza kuonesha vijana kwa ajili ya kuitafuta hizo nguvu za Bwana? Kwa napenda kwanza nikumbushe vijana juu ya programu ya jeunesse. Ndio. Tunakuwaka kila siku hapa kufanya ministries. Mu programu ya jeunesse na kuwaka ni chaque mardi de 16h à 17h. Na tunaalika vijana wote. Kila kijana mwenye atakanyaga pa kufaya, hakika atamuona Mungu mzima. Amen. Maisha itabadilika. Akiitika tukutii na kuheshimu Mungu mwenye atamufikisha mahali hapa huo Kenya atapata. Kabisa. Yaani turudi moja kwa moja kwa mtumishi wa Mungu Deborah, anasema hivi. Yaani hizo nguvu za Mungu eska mtu anaweza yani zinaweza kuja kwa mtu azikatale, yani zile nguvu kabisa za utendaji. Zinaweza kukuja mtu azikatale, ama zikija na zoe zenyewe kabisa zinajirasfiri kabisa zimekuja kwa mtu na zinaanza kutenda tayari kazi ndani ya mtu. Sikiliza nikwambie, hizi nguvu za utendaji kazi ama nguvu za Mungu haziwalenge tu wa Kristo, zinawalenga pia wapagani. Zinawalenga pia wapagani. Sababu kuna watu walikuwa mabandia za hii dunia, walijiita mabingwa. Watu walipowaona walitetemeka sana, zilipofika zikawaangukia, zikawaponda, zikawafinya, zikawasaga tikitiki. Unamwona mtu alikuwa mwenye nguvu sana, mwenye bidii, aliogopa, katetemesha sana, alafu akikutanana na wokovu na anaanza lia. Unamwona mtu anaanza lia na hakuna kinachomlilisha. Ndio maana utakutana wengine wanaliaga wakati wa nini? Wakati wa maabudu. Wakati unamkutana mtu unaanza kumwambia vibaya, anaanza lia. Yeah. Ile kuanza lia si kukosa nguvu. Yeah. Anajikutana vile alikuwaga mdunia na vile anakuwa ndani ya wokovu, vitu vingine haruhusiwi kuvifanya. Njoo namkuta asire na fulumia ndani, baada ya kufulumia anaanza lia. Sijui kama ni vile. Hivyo kabisa. Wokovu hailenge tu wa Kristo, inalenga pia wapagani. Kwanza wokovu si kwa Wakristo, wokovu ni kwa wapagani. Sababu iko safile wanawatupia samaki zisitengia ndani.
ndio zitakuja. Wakitupa file hivi, samaki inaingia kwenye file, alafu unashikwa. Sasa inabidi kujua wewe ulishikwa wakati gani. Wakati file litupwa, ulishikwa wakati gani? Wakati file litupwa. Ukakuja katikati ya zile samaki za ile siku, za ile saa, za ile mwaka, za ile mwezi, za ile juma, za ile dakika. Unajua file kaingia tu, samaki zinakuja. Kuna dawa fulani wanawekaga ndani, yani wakitupa tu samaki zinaingia, zikiwekwa nje ndio unakutana zinaanza rukaruka, zinajiuliza zitoe maji wapi, zinajikutana zisha kwa nje, lakini hakuna tena jizi zirudi sababu zishashikwa. Ndio bachie bali tukishaingia ndani ya Yesu hata tunataleta ile mafujo tena, tunatafuta jifanya bapomba, tunatafuta jifanya bagangi, havitakuwa tena. Ndio. Jua nini? Tumepondwa, tumenaswa, tumeshaanguka ndani ya file. Ndio unakutanaka kama mtu alikuwa mguruguru wakati iko mpagani, akishaingia ndani ya Yesu anatulia. Kama alikuwa mwenye kwake na haya, kishaingia ndani Yesu anakuwa na haya. Kama alikuwa na boga, hata ukipita nafasi wanaosishaga pombe, kama ulikuwa unakunywaga pombe, ukipita pale unasikia boga, bataniona, sababu hawa nao pia wanajua kama mimi nimeshaokoka, nimeshatubu. Kama ulikuwa unapita kwenye nyumba za wamalaya, unaogopa hata kupita kwenye nyumba za wamalaya, unasema wakiniona hapa watasema na mimi natokea, japo hawako kuuliza. Sasa mtu anayeokoka hana askari, hana polisi, dhamiri zako zenyewe ni polisi wako. Dhamiri zako zenyewe ni polisi. Ndio maana nguvu za wokovu, acha wale watakaotumia madawa, lakini mwisho wao wanaishia kwa nguvu za nini? Za wokovu. Hata wakigusa madawa, hata wakishuka, mwisho wanaishia kwa nguvu za nini? Za wokovu. Kama wana neema, na wale wasio na neema wanaisha hivyo. Ndio maana tuko na deni ya kubana wokovu. Basi tumeshauri ni gani kwa hao ambao kabisa wanaendelea kufuatilia vipindi vya kwetu? Shauri ni kwamba wampende tu Mungu. Kuna nguvu zitendazo kazi ndani mwetu. Hata ulikosewa jana, kesho unaweza pata. Hata ulilia jana, kesho unaweza cheka. Hata unaweza kuwa ulitupiwa na watu wote, kesho unaweza pokelewa tena. Najua Mungu ama hawalogotake mtu mwenye anasimama, nalogotaka mtu mwenye anaanguka. Yani mtu akiwa ameanguka chini ndio unapataka kumsimamisha, anamwambia inuka tena, ujipatie kuraji, utembee, si vile? Ndio. Na hakuna daktari anayepana dawa kwa mtu ambaye ni mzima. Daktari wanapana dawa kwa mtu ambaye ni mgonjwa. Na ningeliwashauria nguvu za wokovu zingali nafanya kazi hapa kwa Fire Ministries. Tunawakaribisha sana, haimaanishi uko wa dini gani, lugha gani, kabila gani na jamaa gani. Fire Ministries inawapokea watu wote kulingana na vile Mungu alivyotupatia mission ya kuwasaidia watu. Tuko na mission ya kuwafundisha watu neno la Mungu, kuwaonesha kazi ya msalaba, kuwaonesha nguvu ya damu ya Yesu Kristo, kuwafundisha kwamba kwa njia ya Yesu tu ndio tunaweza pata ukombozi. Kwa njia ya Yesu Kristo tu ndio tunaweza pata wokovu. Ndugu mpendwa, najua uko kwenye kanisa lako, uko kwenye dini lako, lakini Fire Ministries inawapokea watu wote, lugha zote, dini zote, taifa lote na kabila zote. Karibu sana hapa kwetu kwa Fire. Mimi nimefaidika sana kwa njia ya wokovu. Nafikiria wengi walinijua sana na wengi waliniona. Nilikomaa na mimi pia nilikuwa mtoto kama nyinyi, nilikuwa msichana kama nyinyi, lakini nikampa Yesu maisha. Cha kunishangaza ni kwamba nakutana wengine tuliozaliwa nao, kwa sababu hawataki wokovu, unakutana wanakuwa wazee sana kunizidia, wazee sana, na wengine wamepoteza matumaini. Ninapojikutana kwa ajili ya wokovu nakutana niko na pause. Sonona ulikuwa mtoto lakini ulinikumbukaga. Mimi sikukukumbuka, lakini nafikiria mimi sibadilike sana paraporo agiso ulionaka. Sababu kuna watu wanakujaga wanasema tunamuona mama, tunakuonaka kila siku, haushanje. Siwezi change vya kutepeta wala vya kuharibika vya uchafu, kwa sababu ninaimbeba na takata. Damu yangu haiwezi fanesa, sababu ninapeleka yule anaitengeneza damu siku kwa siku, ananitengeneza sana, ninamshika naye ananishika. Na wewe mshike Yesu. Unaona wale marafiki zangu nawasikiliaga huruma sana. Kiwaona wamoja wanakaa kwenye pombe, tena angalia pombe za machafu na vimba.
tumbo zinavimba. Tena mimi narudia Huruma kusema sana. kwamba wokovu ni kwa watu wote, haiko dini ya mpya, haiko dini ya mpya. Wokovu ni uweza uletao nguvu na mabadiliko kwa maisha ya mwanadamu, na ndio maana injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Tukisema nguvu za wokovu, tunaona nguvu za injili. Kabisa. Tukitaja injili, tunamwona Kristo, Yes. sababu yeye ndio msimamizi na mwanzilishi wa injili. Kabisa. Mhubiri mkubwa wa kwanza ni Yesu. Ndio. Mhubiri mkubwa na wa kwanza ni Yesu Kristo. Tafadhali hapa kwetu tunawapenda sana na tunataka mkuje muokoke. Mkuje muokoke. Sijui kama unaambia watu waokoke. Watu kabisa waokoke, yani wafaidie kwa yale ambayo na sisi tumeiona Yaani umefaidika. Sana Sijui tena. kama kuna mengine ambao umefaidika hapa kwa asubuhi ya leo. yani kabisa kwa asubuhi ya leo nimefaidika kabisa mengi sana, yani nimejua siri za hizo nguvu kabisa. Yani nimegundua kuwa nimeamka, kwanza niseme nimeamka na afya njema, si kwa kutaka kwangu, lakini Amen. ni kwa sababu kulikuwa nguvu ya yule ambaye hakunihusisha. Amen. Unajua tuko na intere ya kubana Mungu. Hata tukiondoka katika huu mwili, tuko na matumaini ya mahali tutakapokwenda. Kabisa. Kupumzikia. Hata tukilala hapa, tuko na mahali tutaenda lamuka. Amen. Mkristo ama mtakatifu ama mtakatifu akufagi. Kukufa ni kuharibika. Wakisema mtu amekufa, yani ameharibika na ameoza, hana tena tumaini. Lakini Wakristo ama watoto wa Mungu wanalazwa mahali ambapo siku moja wanatumaini ya kuamka. Ndio maana nilikwambia taka sana mtu ambaye anaitwa Mkristo aliyetubu kuliko Mkristo anaingia kanisani amesema nimeokoka, lakini ukaangalia tabia azifanane na mtu aliyeokoka. Aliyeokoka anatubu, aliyeokoka anakuwa na tabia za waliookoka za wanaotubu. Sijui kama kuna watu wanakuwa na tabia ukikosa unalomba msamaha. Kuna mwingine ni gangi, hata ukimwambia omba msamaha haombi msamaha. Kuna mwingine akikukosea hana hata dhamiri ya kuonesha kama amekukosea. Amekutana ni haki yake, ni kawaida yake, lazima bibakie vile na bibakie vile. Mkristo kwa vile tunaenda mbinguni. Tunaenda wapi? Mbinguni. Tunaenda mbinguni. Kabisa. Yani niseme hivi, nini kipya hapa siku za usoni kwa huduma Fire Ministries? Fire Ministries tunapanga mkutano, na mkutano ambao tunaupanga utakuwa mkutano wa siku 14. Kwa mkutano huu tutafundisha kwa ajili tu ya damu ya Yesu, samani tu ya damu ya Yesu, nguvu zilizopo kwenye damu ya Yesu Kristo, mafanikio na miujiza iliyopo kwenye damu ya Yesu. Tutaifundisha siku 14 kwa sababu watu wataishi miujiza ya Mungu. Unajua tulifunza hapa siku zilizopita kidogo tu, ushuhuda zimekuwa nyingi sana. Sijui kama mmeona ushuhuda. Ndio. Na zitaendelea kwa sababu Yesu yuko kazini. Sijaona kitu kinachotengeneza watu na kutengeneza kanisa kama damu ya Yesu Kristo. Hivi Yesu yuko natenda kazi, lazima tuwe tayari. Ndio kitu tunachokiandaa. Itakuwa siku 14 kwa ajili ya damu ya Yesu, nguvu za ukombozi. Ni kabisa, tunashukuru sana. Sijui kama hapo kabisa inaeleweka sana. Yani mnamo siku kabisa zijazo tutawaita kabisa kimakusudi mtuambie, yani kwa nini kwanza siku 14? Kwa nini haingekuwa siku 10, siku 5, siku 2, siku 1, ila siku 14? Naelewa kabisa kwa hayo yatakuwa mada ya siku nyingine. Pia ndugu George, tuseme tumekutambulisha tu kwa wapendwa watazamaji wa kwetu kama wewe ni mtumishi wa Mungu, ila niseme ya kuwa unakuwa pia ukiwakilisha kamati na pia wewe ndiye kiongozi wa vijana hapo kwa Fire Ministries. Yani nini kipya kwa vijana wa Fire Ministries? Hapa kwenye Fire Ministries tunatayarisha masiku zenye zitakuya, tutafanya apostola, tutaenda kuma prison, tutaenda kuma hopito, kwenda naangalia watu wenye ni wanyonge. Iko parmi kazi yenye Mungu aliachiaka watu hapa kudunia, ndio tuko tunatayarisha hapa. Basi tuseme kabisa asante. Pia mpangilio za kwenye namna gani?
Tuko tunapanga tena juu ya seminaire ingine yenye tunaorganize hapa, itakuwa juu ya bafils na bafille de Mardochée. Yani kabisa hapo nagundua kwa pia kama na wewe utafika siku kabisa ambayo pia tutakuwa na wewe. Yani tuambie, sababu wengine wanasikia Mordekai, fils wa Mordekai, fille wa Mordekai, yani mabinti wa Mordekai. Ila wengine watazi ya kuwa Mordekai ni yule wa Biblia, yani tutakamata wajukuu wake. Najua kabisa kuwa watafahamu mengi kuhusu wasichana na wavulana wa Mordekai. Basi mtumishi wa Mungu Deborah, tuseme asante sababu umeitikia ndio kwa aliko letu katika kipindi cha leo. Asante sana, na mimi nimefurahi. Mungu awabariki watazamaji wote wapendwa, na tunashukuru kwa vyote vinavyopitika hapa. Tunasema asante kwa journaliste wetu, sababu kesho tahubiri injili. Amen. Tunasikia injili inaanza waka kabisa ndani yako. Mapambazuko hapa tu tutakuona unatokezea Kabisa. Kabla haijafika alfajiri, tunajua kila kitu kitakuwa sawa. Yani nguvu za Mungu ziko zinafanya kazi. Nguvu za wokovu zitendazo kazi ndani yetu kabisa. Tunashukuru sana na wapiga picha wetu, tunashukuru kwa mtumishi wa Mungu ndugu George. Nashukuru mama. Karibuni, najua hapa utaitwa Papa George. Amen. Asante sana. Yani hapa kabisa mnamo siku za usoni. Kabisa. Sababu nguvu za wokovu ziko kazini. Nguvu za wokovu ziko kazini, ziko zinatumika, zinawalenga watu wote ambao wanakuwa na hitaji ya kufanikiwa kwa njia zozote zile wanazozihitaji. Yani tuseme si tu ataitwa Papa George, ila tuseme wakati ambapo watamuita vile na wanasema ya kuwa alipataka. Alipata. Aseme nimewaona miongoni mwa wanaume waliochukua wanawake, lakini huyu amewazidi yote. Amen. Kabisa. Mungu Ndugu George, awabariki. tuseme asante.